Ilikuwa miezi, ukawa mwezi, ikawa wiki rasmi ile tarehe ambayo ilisubiriwa na wapenzi wa soka Tanzania bara, kwa maana kufunguliwa ama kuanza rasmi kwa ligi kuu soka Tanzania bara. Ile siku imefika, siku ambayo mbilinge pilika na harakati nyingi za kimichezo hasa upande wa mpira wa miguu zinatarajiwa kuanza. Ni siku ya leo. Mimi naitwa The Real Abdul Farid Garincha, na ukiniona nipo kwenye kanzu, jua leo tayari kuna aidha mwaliko wa pilau ama biriani, kwa maana leo ni siku ya Ijumaa, na kwa wale ambao pia sio Waislamu wanaweza wakavaa kanzu, tunawakaribisha pia kwenye mialiko. Lakini story kubwa ambayo tunao ni ligi kuu soka Tanzania bara ambayo inatarajiwa kuanza siku ya leo, kwa maana viwanja vitatu vinatarajiwa kutimua vumbi. Ligi kuu soka Tanzania bara inarejea msimu mpya wa 26-27, lakini pia tutaenda kuangalia kwenye anga kimataifa barani Afrika ni kuelekea kwenye finali za AFCON ambazo zinaendelea. Jana timu nne ambazo ziliishia hatua ya robo finali zimecheza ili kupata timu mbili ambazo zitaungana na timu mbili nyingine kwa ajili ya kwenda kwenye World Cup ya wanawake. Lakini kule barani Ulaya story kubwa ni juu ya kikosi cha FC Barcelona. Rafinha bwana amepewa rasmi unahodha wa klabu ya FC Barcelona, lakini ipo taarifa ya transfer inamuhusu Muhispaniola Rodri anayecheza katika klabu ya Manchester City. Kumekuwa na taarifa nyingi sana zikimhusisha kwenda katika vilabu vya Barcelona pamoja na Real Madrid. Tutaenda kuangazia ni nini ambacho kinaendelea, lakini tukianza nyumbani Tanzania, story kubwa bwana ni ligi kuu soka Tanzania bara inaanza leo siku ya Ijumaa, kwa maana michezo mitatu inatarajiwa kupiga, michezo ambayo ndo rasmi inaenda kuonesha kwamba tayari ligi imeanza. Majira ya saa 8 kamili za mchana pale CCM Kirumba Mwanza, Pamba Jiji dhidi ya Dodoma Jiji. Timu mbili za jiji hizi, timu mbili za halmashauri zinatarajiwa kukutana katika mchezo wa leo. Mchezo ambao Dodoma Jiji na Pamba Jiji walikuwa ni moja timu ambazo zilikuwa na msimu mzuri sana msimu uliopita, na leo ni siku yao nyingine ya kwenda kuanza. Wao ndo wanakata utepe rasmi wa mechi ya kwanza ya ligi kuu soka Tanzania bara msimu wa 26-27 kuchezwa, basi ni Pamba Jiji dhidi ya Dodoma Jiji. Lakini majira ya saa 10:15 pale Sokoine Stadium Mbeya, timu ya Mbeya City wao watawakaribisha Geita Gold, mchezo ambao utachezwa pale Mbeya. Tukumbuke Mbeya City msimu uliopita wao walisalia ama waliponea chupu kushuka daraja baada ya kucheza mechi zile za mtoano na kuwafanya wao kusalia katika ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini Geita Gold wao wamerejea tena baada ya kupotea kwa misimu kadhaa katika ligi kuu soka Tanzania bara. Msimu uliopita walikuwa championship, msimu huu wamepanda. Mechi yao ya kwanza baada ya kurejea kwenye ligi kuu soka Tanzania bara wanaenda kucheza pale Sokoine Stadium Mbeya dhidi ya wanakoma kumwanya Papo Nation Mbeya City. Lakini mchezo wa tatu utakuwa ni Singida Black Stars chui hawa dhidi ya Fountain Gate, watoto wa shule bwana, majira saa 1 kamili za usiku pale Airtel Stadium Singida. Na kwenye mchezo huu tayari kumekuwa na tambo nyingi sana ambazo zimekuwa zikiendelea, kwa maana ya maafisa habari hawa wawili, afisa habari wa klabu ya Singida Black Stars Hussein Masanza pamoja na afisa habari wa Fountain Gate. Kumekuwa na mengi ambayo yanaendelea juu yao. Tutapata nafasi ya kuungana nao hapo baadaye kuelekea kwenye mchezo huu, watujuze namna ambavyo maandalizi yao yapo kuelekea kwenye mchezo huu ambao ni moja kati ya michezo ambayo inatarajiwa kuangaliwa kwa siku ya leo. Lakini kama umenoti kitu kutoka kwa bodi ya ligi, namna ambavyo wamepangilia michezo hii, wamejaribu kupanga kwa namna ambayo watu wote wataweza kuitazama, kwa maana kuna mchezo unachezwa saa 8, kuna mchezo unachezwa majira ya saa 10, bila kusahau kuna mchezo unachezwa majira ya saa 1. Lengo nini? Kutoa nafasi kwa wapenzi wa ligi kuu soka Tanzania bara kupata muda wa kufuatilia, badala ya kuweka michezo ambayo inachezwa kwa muda mmoja. Basi unaweza kuangalia mchezo wa saa 8, kisha utaangalia mchezo wa saa 10, kisha mchezo wa saa 1. Lakini pia hii inatoa nafasi kwa wadhamini matangazo yao kuonekana kwa kiasi kikubwa, kwa maana kunapokuwa na mchezo mmoja ambao unafuatiliwa kwa wakati huo husika, basi inakuwa ni rahisi kwa wale wadhamini ambao wameweka fedha zao kwenye kudhamini aidha ligi ama hivyo vilabu, basi kupata ile mileage ya kuonekana vya kutosha. Lakini hiyo ndio story kubwa ambayo tunayo leo. Pia ipo taarifa ambayo inahusu baadhi ya influencers wa klabu ya Simba Sports Club wakiongozwa na Dr. Mohamed Hamis, ambaye yeye bwana ni moja ya influencer wa klabu ya Simba, lakini anatajwa kwamba siku ya leo walitarajia kwenda pale kwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Lengo ni kupeleka malalamiko ambayo yaende kwa waziri wa michezo, waziri wa sanaa, utamaduni na michezo,
kuoji kwamba kwa nini tangu katiba mpya ya Simba Sports Club ambao walikabidhiwa na Baraza la Michezo la Taifa BMT wakabidhiwe mpaka leo hii haitumiki. Hilo ndio lilikuwa lengo lao kubwa, lakini taarifa ambayo ilitoka siku ya jana usiku ni kwamba wamesitisha zoezi hilo kwa sababu kwanza mkuu wa mkoa wa jiji la Dar es Salaam hatokuwepo siku ya leo, lakini pia baada ya yeye kupokea simu na taarifa ambazo amepewa, basi wamejiridhisha kwamba zoezi hilo wasitishe kwa sasa, watakuja kutoa taarifa baadaye. Hivyo sisi kama BBS Media tunakuhakikishia tu tutakupa kila update ya kila ambacho kinaendelea juu ya sakata ile ambalo inaonekana kuna kitu ambacho kimejificha nyuma yake. Lakini kama hiyo haitoshi, tukienda kwenye anga ya kimataifa bwana, tunaanza barani Afrika. Tunafahamu AFCON upande wa wanawake inaendelea. Lakini kwenye AFCON upande wa wanawake bwana, kuna utofauti na AFCON nyingine ambazo zinafanyika. Tunafahamu AFCON ya wanaume huwa timu ikifishia robo finali basi huwa zinaondoka. Wale ambao wanafika nusu finali wakipoteza wanasubiri kucheza mchezo wa kutafuta nafasi ya tatu, mshindi wa nafasi ya tatu, si ndio? Lakini kwa AFCON, kwa maana AFCON upande wa wanawake, hii imekuwa ni tofauti, kwa maana timu zilizofika robo finali zinatakiwa zicheze mechi ambazo wakicheza hizo mechi wale washindi wataungana na zile timu 4 zilizofika hatua nusu finali kwenda katika michuano ya kombe la dunia. Kwa hiyo jana kulikuwa na michezo miwili ya timu ambazo zilifika hatua ya robo finali na zilitolewa, hivyo walikuwa wanacheza kutafuta tiketi ya kwenda kwa michuano ya World Cup upande wa wanawake. Mchezo wa kwanza ni Cote d'Ivoire, Tembo wa Ivory Coast ya bwana, Tembo wa Africa Ivory Coast. Wao walikubali kipigo cha magoli 2-1 kutoka kwa Ghana, wakati Banyana kwa maana timu ya taifa ya wanawake ya Afrika Kusini, South Africa, wao walicheza dhidi ya timu ya taifa ya Nigeria, lakini wakapoteza kwa goli 2-1, kwa maana Nigeria imepoteza goli 2-1. Hivyo kufanya Ghana pamoja na South Africa wanafuzu kwenda hatua ya kwenda michuano ya kombe la dunia, wakiungana na timu kama vile Malawi ambao wamefika finali, Morocco ambao walifika nusu finali, Algeria na timu zingine ambazo zimeweza kufanya vizuri. Kwa hiyo hiko ni kitu ambacho natakiwa ukifahamu. Lakini barani Ulaya, taarifa kubwa ni inayomhusu nyota Rafinha bwana. Yeye amechaguliwa rasmi kuwa nahodha wa klabu ya FC Barcelona. Yeye atakuwa nahodha wa klabu ya FC Barcelona, nahodha namba 1, wakati nahodha namba 2 atakuwa ni Pedri Gonzalez, na nahodha namba 3 atakuwa ni Eric Garcia, wakati nahodha namba 3 atakuwa ni Gavi, lakini namba 4 atakuwa ni mlinda mlango Eric Garcia. Hii imekuwa ni moja kati ya story kubwa sana, kwa maana ya kwenye kikosi ambacho mwalimu wao anajaribu kukitengeneza kuona